Mimi nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia. Tayari tumekushaingiza mguu mmoja kwa sababu tuna uzoefu na mashindano haya, na situation kama hii ilishawahi kutukuta. Kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama haya. Kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho. Wanakwenda kuanza upya mchezo wa kesho. Maswali kwa kocha Matola? Kocha, unaingia kwenye mchezo wa kesho ukiwa tayari na magoli matatu ambayo uliyapata kwenye mchezo wa ugenini. Ni namna gani unaenda ku approach mchezo bila kupunguza umakini kwa wachezaji wako? Ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli tatu. Kitu cha kwanza kabisa tunahitaji tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Abdallah kutoka SMTV. Kocha, siku chache zilizopita Simba Sports Club imeteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu ambavyo vinawania nafasi ya klabu bora kwa msimu uliopita. Hili labda kwa namna moja ama nyingine linahamasisha kiasi gani ili kufanya bora katika michezo hii na michezo inayokuja endapo mtafanikiwa kuqualify ili kuvuka kile ambacho mlikifanya msimu uliopita? Nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya. Ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri. Kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo kama walivyosema tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata tuzo kama hizi ambazo ziko mbele yetu. Kocha, nikirifa mchezo uliopita, kipindi cha pili kuna muda kama mliondoka katika namna yenu ya uchezaji na mkaanza kupiga mipira mirefu isiyo na faida, na baada ya mchezo mwalimu alizungumza kwamba namna ambavyo mmeingia kwenye aina ya mpinzani ya kucheza na ile pressure ni kama ilikuja kuwavaa katika mazoezi. Pengine mmefanya hili kuhakikisha licha ya matokeo yote yanayotokea na baki katika rhythm yenu, lakini pia tungependa kufahamu hali ya Wilson Nangu aliumia kwenye mchezo uliopita na kutoka pamoja na Bajabiri. Ni kweli, na nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana. Ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika dakika 90. Lazima moment zote ziwepo. Kuna kipindi mpinzani atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Swala la Nangu yuko vizuri. Bajabiri kishaanza mazoezi, sasa hivi ni swala tu la kutafuta fitness level yake, lakini tayari majeraha ameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. Yes, coach. Tayari una magoli matatu ambayo ulipata kwenye mchezo wa ugenini. Naamini Singizini hawana cha kupoteza, kwa watakuja kwa kushambulia. Namna gani ambavyo wewe unajiandaa kuzuia mashambulizi, na tutegemee mabadiliko yoyote kwenye kikosi ukilinganisha na kilichocheza first leg? Nafikiri nimekwisha kujibu mwanzoni. Kweli tuna mtaji wa goli 3. Kitu cha msingi kwetu sisi tutataka tupate magoli zaidi, lakini tusiruhusu nyavu zetu kuweza kuguswa. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini sana na discipline hali ya juu sana katika mchezo wa kesho. Swali moja la mwisho kocha. Coach, mchezo uliopita mnakosa mashabiki wenu katika dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo huu wameruhusiwa kuingia. Labda kuna lipi la kuambia wana Simba kuelekea mchezo?
Ya, kikubwa kwanza ni wape pole kwa sababu mashabiki wa Simba wamekuwa na watu ambao kiukweli wamekuwa wakija kutupa support sana na wana utaratibu wa kuja kwa wingi sana uwanjani. Kukosekana kwa mechi hizi tumewamisi na wao nafikiri wamekuwa wakitumisi sisi, lakini nafikiri sasa kesho ni siku yetu. Ni siku yetu na waomba wana Simba waje kwa wingi, watupe support na sisi tunawaahidi kwamba hatutawaangusha katika mchezo wa kesho. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji sisi tukifanye kesho.